Vigelegele na mnenaji wetu anakuwa tayari. Haleluya. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Yesu Kristo tena kwa vigelegele. Amen. Ninaendelea kuleta shukrani zangu kwa Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo anayetaka kuwasaka maana hii nisimame tena mbele za watoto wake kwa asubuhi ya leo. Tunasema Mungu ainuliwe na apewe sifa. Pia sitachoka kuleta shukrani zangu za rambirambi kwa kanisa hili, tukianza na baraza pia na baba mchungaji ambao niwapendeza kwa siku ya leo wa kutoa maneno ya Mungu. Tunasema Mungu awabariki sana. Amen, amen. Kwa wale ambao wanakuja nyuma, nimeitika kwa jina ya mtumishi wa Mungu Evangeliste Moise Chasinga Mkulu. Nimetokea kanisa la 5e Selpa uzima wa Reverend Dr. Mtabesa. Yeye ndiye baba yetu pale. Pia niko mwinjilisti wa kutangaza Injili, pia niko muombezi. Bwana asifiwe. Yale yametosha. Salimia basi mwenzako, mwambie Yesu anakupenda tena mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bila kukawia, tutaanza na neno yetu ambayo tulikuwa nayo kwenye mapambazuko, kwa sababu kwenye maombi tulikuwa na neno nasema nguvu ya kusikia sauti ya Mungu. Lakini tulipoingia kwenye ibada ya jioni na kwenye ibada pia ya asubuhi, tulikuwa na teme ambayo inasema katika udhaifu wako unahitaji kuwa na mtu. Katika udhaifu wako unahitaji kuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie katika udhaifu wako unahitaji kuwa na mtu. Pia tena umwambie hivi, unahitaji kusaidiwa na wewe sababu auenei. Haleluya, haleluya. Ndo neno yetu ambao Mungu ametupatia tuchangie pamoja na itakuwa baraka. Bila kawia tutasoma kutoka sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi 16. Ngine takamata Injili Yesu Kristo imeandikwa na Mathayo sura 8 mstari wake wa 17 tu. Tutasoma kutoka kitabu cha Kutoka sura yake ya 4 mstari wake wa 10 hadi 16. Tunasoma katika jina la Yesu. Neno nasema hivi: Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. 11. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? 12. Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kufundisha utakalolinena. 13. Akasema, Bwana, na kuomba tuma kwa mkono wake huyo unayemtuma. 14. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja nayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atakufurahia moyoni mwake. 15. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake,
nami nitakuwa kinywa chake na kuwafundisha mtakayofanya. 16, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nao utakuwa mfano wa Mungu kwake. Amen. Mathayo 8:17. Ndio Tunasoma katika jina la Yesu. ndio Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu, ndio na kuyachukua magonjwa yetu. Amen. Kamata tu Kutoka, tumalizie tu na usemi mara moja. Kutoka 17 mstari wake wa 9 hadi 13. Kutoka 17 ndio hadi 13, neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu, ndio, ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, ndio, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. ndio. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, ndio, akapigana na Amaleki. ndio. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki alishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Waamaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Ni neno la Bwana. Amen. Shangilia neno la Bwana katika jina la Yesu. Jua tuna neno hii katika udhaifu wako, unahitaji kuwa na mtu. Udhaifu katika hali yetu, tutakuwa na tafsiri zake za kuonesha udhaifu. Tunagundua ya kwamba kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu kina udhaifu, na tunagundua kuna udhaifu ya aina mbili. Kuna udhaifu wa nje na udhaifu wa ndani, na mara kwa mara watu wengi hawatake sana kugundua udhaifu wa mtu mwingine kwa kutokana kutokuelewa wala kumfanyia. Ndio maana kuna wakati mwingine udhaifu wangu sio udhaifu wako, lakini kama tunaongea pamoja na upendo pamoja, tunaweza chukuliana katika tendo ya udhaifu. Kuna mtu ambaye ana udhaifu wa ndani, kuona iko vigumu kama umkaribie, na kuna ule mwingine ana udhaifu wa nje, ndio tunaona mlemavu wa mwili ama kipofu ama mtu ambaye ajue kusema, ni udhaifu wake wa nje. Na mara kwa mara watu huchukia ule udhaifu wa nje. Kwa sababu gani? Wameuona. Lakini udhaifu wa ndani kila mtu anao. Unaweza kuwa na udhaifu wa nje, lakini haiko wote wana udhaifu wa nje. Lakini udhaifu wa ndani, kila mtu anakuwa na udhaifu wake. Hata mimi ambaye ninasimama kuwapatia neno, nina udhaifu wangu wa ndani ambao Mungu aliponiumba akauweka ndani mwangu, ili wakati mtu mwingine atakatokea aelewe udhaifu wangu na alichukulie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa udhaifu una njia nyingi sana, na katika kutafakari sana nikatafakari neno hili, kaelewa ya kwamba katika udhaifu wa binadamu hapa duniani kama Wakristo, tunahitaji kuwa na mtu mwingine anaweza kutuchukulia. Na tunasoma
kitabu cha Kutoka sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi 16, maandiko nasema ya kwamba Musa anaitwa na Mungu, yeye natuma anaitwa na Mungu. Wakati hapa Musa alikuwa katika nchi ya Misri, amekomalia katika nyumba ya Farao, na ilipofika muda wa kutoka, alitoka kwenye hali ambao hakuwa anatarajia. Ilipofika wakati moja hivi, anakutana na Mmisri mmoja anapiga Mwebrania. Musa akapenda atetee ndugu zake, na alipowatetea, linasema akaua ule Mmisri na akamweka ndani ya mchanga. Ilipofika wakati mwingine, haiko natembea, anakuta Waebrania wawili wako na Susana. Maandiko nasema ya kwamba akapenda kuwachanisha na kuwaelewesha ya kwamba, ewe watu ama Waebrania, hamjua kama mnakuwa undugu, kwa nini mnapigana? Mmoja akasema hivi, unataka kuniua kama vile uliua mtu wa jana Mmisri na ukamweka kwenye mchanga. Maandiko nasema Musa alipojua ile akakimbia, na alipokimbia ndo hapa sasa tena Mungu anamwita kwa sura ya 4 mstari wa 10. Mungu sasa anamuita ili tena audie katika nchi ya Misri, kwa sababu katika agano la Mungu alisemaka Israeli wataenda utumwani muda wa miaka 413. Maandiko nasema, Biblia nasema ya kwamba alipoenda kule kwenye ile nchi, anaenda kuwaropoa, kuwakomboa. Maandiko nasema Mungu akamwita, na alipomwita akabishana na Mungu. Kitu cha kwanza kenye nilitaka nitoe neno hili, kitu cha kwanza, napenda Musa ngawa amekomalia kwenye nyumba ya kifalme, ana maarifa ya Kimisri kwa wakati ule. Akaambia Mungu hivi, mimi siko msemaji, usemi wangu ama kusema kwangu ninakuwaka na uzito wa kusema. Kitu ambacho napenda sana Musa, nikalewa ya kwamba katika Ukristo wetu, katika utu wetu, lazima uelewe udhaifu wako inakuwaka njia gani. Haleluya, haleluya. Maandiko nasema, anaambia Mungu, ndiyo mimi naitika apele, lakini apele vocation yako yenye unapenda nikuwe nayo, niko na faiblesse ambayo niko nayo, unataka nituma kwa Farao, na Farao nilikomana kwenye nyumba yake, lakini ulimi wangu ni mzito. Ingekuwa vizuri utume mwingine, kwa sababu katika udhaifu wangu hakuna atakayenielewa. Katika udhaifu wangu hakuna atakayenielewa. Maandiko nasema Mungu akasirika aliposikia mabishano yake na Musa. Maandiko nasema akamletea, na ndio neno tuko pale, akamletea mtu. Kwa nini Mungu anapomaliza kuelewa Musa, hakika akajua, hakika huyu mtu hajui sema, kusema yake ni vigumu. Maandiko nasema akasema hivi, je, Haruni haiko ndugu yako? Haleluya, haleluya, haleluya. Haruni haiko ndugu yako? Sema ndio. Kwa nini Mungu anatuma Musa lakini anapenda Haruni ndugu yake so aende pamoja naye? Ni kwa sababu Haruni na Musa ni wa ndugu, na Haruni anajua udhaifu wa Musa. Doke udhaifu wa mtu ukijua utamchukulia, na unapomchukulia utatembea pamoja naye, na unapotembea pamoja naye utampenda. Maandiko nasema
aseme mimi nitaalika Haruni ambaye anaelewa uzito wa kusema kwako, atakuwa kinywa chako mbele ya Farao. Maandiko nasema atakuwa kinywa chako. Kinywa cha Mungu ni nabii. Sasa nawe Musa utakuwa Mungu mbele ya Haruni. Haleluya. Kwa nini Musa Mungu anampatia Haruni? Kwa sababu Haruni anaelewa kigumizi cha Musa. Unaelewa pa? Ni Haruni ndio anaelewa usemi wa Musa. Angeleta mwingine wa kigeni asingelielewa, lakini Mungu akasema nitamtuma kwa udhaifu wako. Mimi niko na mpango na wewe. Hata niko na mpango na wewe, unasema na udhaifu wa kusema, lazima nikutumie mtu atakaye kuelewa kwa udhaifu wako. Ninakuambia mchana wa leo, Mungu alete mtu kwako atakaye kuwa msaada wa kuelewa udhaifu wako. Akiolewa atatembea na wewe, akiolewa atakuhurumia, akielewa atafasilite kazi yako. Kazi yako tu kanisani tunajieleza. Uwe kiongozi, uwe mchungaji, unahitaji kuwa na mtu hata kaikuonesha ipasayo kuyatenda katika ulimwengu wao, katika maarifa ya Mungu. Hakuna mtu anajielezaka jivetre licencié, lakini kuna mtu anaweza kosoa udhaifu wako na naelewa. Choma na mke na mme hawapendanake kwa sababu wataishi tu pamoja, wanapendana pia kwa udhaifu ambao watachukuliana mpaka Yesu wa Kristo haudue kuchukua kanisa, anakuta tuko tayari. Hata Yesu alikuwa na haja ya watu. Hata anatoka mbinguni, anakuya mwana wa Adamu, anahitaji kuwa na Petro, kwa sababu sana aenda mbinguni, atakaye mwakilisha ni Petro. Sasa niamza kumwambie uko wa maana kwangu. Mwambie tena usijimimi, sababu au jienezi udhaifu wako. Lazima mtu mwingine hatokee hakusaidii. Kama ujue vile au kwa Mkristo ukuwa mtumishi wa upako, kuna itilafu kwenye maumbili Mungu alikuumbaka nayo. Paulo anaitwa na Kristo kwa Wakorintho wa pili sura 12:9, alipokuwa na wito wa Mungu, lakini napenda alikuwa na udhaifu wake, na maandiko yanasema udhaifu alipoiombea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu jiwe ikakuja kumwambia neema yangu inakutosha ewe Paulo. Neema tunayo, vipawa tunayo, lakini udhaifu upo. Haleluya. Na kama auelewe udhaifu wako, utapigana, utapigiwa vita, utasema wanakuchukia. Na kama mtu mwingine haelewi udhaifu wako, na isikuwa miongoni ya Wakristo ama watumishi kuinukia mtu katika hali yake ya udhaifu, upende kumwinukia. Lakini maandiko nasema kwenye kitabu cha Kutoka 19 mstari wake wa 10, unasikia pale, unasikia maandiko nasema mstari wake wa 9 mpaka mstari wa 13. Maandiko nasema Musa akaambia Yoshua, tafuta majemadari maskari wende pigana nao, na mie kesho Minauri na Haruni tunaenda kumlima. Maandiko nasema walipoenda kumlima, akanyosha mikono yake. Aliponyosha mikono yake, Yoshua kule chini akapiga Wameleki
ikawashinda. Lakini walipoona mikono ya kiongozi inashuka, Yoshua analalamika, kama wanawapiga, ninapenda Uri na Kale na Haruni. Wakagundua, akasema udhaifu wetu haiko kwa Yoshua, udhaifu wetu huko mikono ya Musa. Maandiko nasema ya kwamba wakagundua, wakasemezana, wakasema huyu mzee alisakuwa na umri, saiko nasusa mikono bana tupiga sana ipandisha. Israeli nalalamika kwa ushindi, kumbe kuna vitu vingine Mungu atakufunulia, lakini wapembeni yako Mungu atampitia akupe maarifa ya kusema wanatembeaka hivi na wanaoneaka hivi. Wakati mwingine Mungu atupatie vyote, lakini presence yako kanisa inatufanya tuvaliane. Tangetele kwa maana kwangu ulikuya pale tu nisaidie, mchungaji iko pale tu, wazee wamsaidie, viongozi wako pale waongee pamoja na viongozi wenzao. Haleluya. Wakaambiana Uri na Haruni, mzee seko nachoka juu ya umri. Kuna wakati umri kienea, hata ulikuwa kasujaa ye unapondekana, lazima ndiye kwa karibu yako hakuchukulie. Hayo gisi ndahubiri ndio vile mzee wa 70 atahubiri, naye wakati alikuwa mzee alihubiri. Lakini mzee unatokea kama udhaifu wa kila mwanadamu. Lazima kuelewa umri wa kila mtu ili uliotembea naye. Maandiko nasema Malkia Musa anaongea na Mungu, kuna udhaifu mwiyeye, tafuta lijiwe tumeikalishe. Haiko Mungu ndio alimwambia, bali ikala pamoja bakapata, balipopata halakubishana, bakasema hii udhaifu tukiachia kiongozi atashindwa. Ninakuambia hivi, ukiachia kiongozi udhaifu tu mshindishwe, ni wote mtashindwa. Mimi uko unanichukulia, nimekuwa unanichukulia, lakini atakuchukulia kama unakubali. Mtu hataki kama anakuwa uko na udhaifu mkali, lakini usiko unamtumikisha, usiko unataka utumie ile udhaifu yake umvunje moyo. Lakini muelewe, Uri wakaambiana hivi, tukamate lijiwe tukalisha hapo mzee. Wakamkalisha, aseme mchana wote. Uri akakamata mkono wa kushoto, Haruni na mkono wa kuume, na mzee peke anekana kwa lijiwe. Aseme walipoinua mikono yao, Israeli ikapika Waamaleki, na ilipowapika wakapata ushindi. Verse nasema ya kwamba aseme Mungu akalapa kwa Yoshua anafuta kizazi ya Waamaleki. Ni kwa sababu gani? Walielewa udhaifu wa Musa, wakaichukulia. Walipoichukulia wakaelewana, walipoelewana wakatembea pamoja. Kama uelewe mwenzako, hamwezi tembea pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazima Pentekoste ya Roho Mtakatifu ikuye, lakini hata inakuya unahitaji kuwa na mtu atakaye kusaidia. Amena. Siku nataka wewe peke kujiona. Mtu akijielewa udhaifu wake, unapaswa jua kutembea na kila mtu. Haleluya. Wakasema hapana. Sasa kwa Mathayo 8:17 aseme nabii anatabiri wala Kristo yakuya kama vile nabii alitabiri. Alichukua magonjwa yetu, akachukua udhaifu wetu. Sababu gani anachukua udhaifu wetu? Kwa sababu mimi na wewe tunatoka, hatukustahili kutumikia Mungu na madhaifu yenye tuko nayo. Neema ilipokuja ikawa juu sana kuliko udhaifu. Kuna vitu vingine hawezi fanya mbele ya Bwana, lakini neema inaficha udhaifu. Unakuta hata ukusoma ni udhaifu,
neema yenye kukuwele inatuma mwenye alisoma anakuelewa kufuatana na neema yenye kwako. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Usaifu, kila mtu hapa ana usaifu wake. Watu wanafikia umri hivi zinatoka, ukiwauliza wenda walipigana vita za zaidi, lakini kitu iliwasaidia kulikuwa kitu inaitwa tunda ya upendo na ya kuelewana. Amena. Hakuna wanaweza ishi panda 50 ama kwa sana. Hakuna anaweza ishi hata tuko wa Kristo, hakuna. Lakini usaifu tunaelewana. Mume wangu anakuwaka mkali, mimi nishaka muelewa. Huyu baba anakuwaka hivi, mimi nishaka muelewa. Yenye siwezi elewa wala kukuchukulia ni dhambi. Dhambi haiko udhaifu. Kuna tofauti ya dhambi na udhaifu. Unaona pale? Dhambi haiko udhaifu. Hapa. Pia kuna tofauti ya misingi ya jamaa na udhaifu. Misingi ya jamaa ni damu ya generation ya kizazi. Mwaifamie banakuwaka na hii misingi ni damu, lakini udhaifu, kila mtu iko na udhaifu wake tofauti. Udhaifu wangu iko wako, udhaifu wa ule haiko wa ule, lakini tunasaidiana wakati tunaelewana. Na tunapoelewana katika udhaifu, Mungu atakuletea mtu atakaye kuelewa kisu na kuwaka. Anakuletea kama unakuwaka kushirikia bure, utakuletea mwenye atakuwa na moyo mkuu wa kuelewa ile kushirikia yako bure. Haleluya, haleluya. Udhaifu wako unahitaji mtu, lakini katika udhaifu usipende kuinukia mwingine ndani ya udhaifu wake, ikuwe mlango ya kumpiga vita. Lakini ukigundua udhaifu, karibia yeye, umtie moyo. Hakuna mwanajiene zake. Hata Petro anaitwa na Kristo, anakuwa rempli na Saint Esprit, anachaguliwa na Yesu. Alipomwambia yeye ndiye anaachia fungulo, sema na mwachia testament, basi anamwachia madaraka. Lakini ukiona parcours ya Yesu na Petro, kama ingelikuwa Yesu kutuelewa kwa udhaifu wetu, Petro angelikuwa mtume, sababu mara kwa mara alikuwa anakuwa na brutalite. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Udhaifu wako kama ujue inaweza kuletea shida. Kuna mtu yuko na udhaifu, niliwaambia udhaifu ya ndani kila mtu yuko nayo. Udhaifu ya ndani kila mtu yuko nayo. Udhaifu ya nje kila mtu hawezi kuwa nayo. Magonjwa, unaweza kuwa mgonjwa, unaweza kuwa mgonjwa. Kwako wewe uko mdhaifu lakini mimi siko mgonjwa. Lakini ile ndani yenye Mungu alikumbaka uko nayo. Na kama hauyaelewa itakuwa shida.